Basi siku ya leo ni siku ya Pasaka. Tunakumbuka habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi najua tunafahamu sana kwa habari ya Pasaka, maana yake tunasema Pasaka imetokana na neno la Kiingereza maana yake Passover, maana yake pita juu, kwamba wana wa Israeli walipokuwa kule Misri kwenye utumwa, Mungu wa mbinguni alipotaka kuwatoa kule, alitoa maelekezo kwamba mtachinja mwana-kondoo na damu yake mtatoa mtaiweka kwenye miimo ya milango yenu, ili kwamba yule malaika atakapokuwa anapita, atakayekuwa anapita kwa ajili ya kuharibu, kwenda kuwapiga wale watesi wenu, basi asiwapige nyinyi, asiwapige nyinyi, bali atakapoiona hiyo damu atapita juu. Maana yake ikaitwa Pasaka, yaani Passover. Yule malaika hakuingia, alipoiona ile damu hakuingia kwenda kuharibu wale watu, lakini alipita juu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo tumejifunza kwamba hiyo yote ilikuwa ni kivuli cha ukombozi wetu ambao tunapokea leo kwa njia ya Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakuwa na somo siku ya leo ambalo tumelipa kichwa cha ujumbe, kuitumia vizuri neema tuliyopewa. Kuitumia vizuri neema tuliyopewa. Lengo la somo hili ni kwamba linatuelekeza mambo kadhaa kadhaa. Jambo la kwanza, tunatakiwa kutambua kwamba sisi tumekombolewa kwa neema. Jambo la pili ambalo tunatakiwa tujifunze kutoka katika somo hili, kwamba tuitumie vizuri basi ile neema ambayo Yesu Kristo aliileta. Tunajua kwamba Yesu alipata mateso mengi, alisulubiwa, aliteswa vibaya kwa ajili yetu. Basi tuitumie vizuri hiyo neema. Na tunaitumia, kwa nini tuitumie vizuri? Yesu alikuja na lengo moja, ni kutukomboa. Na lengo la kutukomboa tutoke katika utumwa wa dhambi, tuishi maisha matakatifu, na shabaha kubwa ni kwenda kuurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutasoma kitabu cha Tito. Kama una Biblia naomba tusaidizane kusoma. Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alitoa nafsi yake kwa ajili yetu wote na kujisafishia watu wawe elimu yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Amen. Kwamba kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya, na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tunaambiwa kwamba neema ya wokovu tayari imekwisha kufunuliwa. Leo tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Leo sio kwamba leo ndio siku ya Pasaka kwamba Yesu leo amefufuka. Hapana. Yesu alikwisha kufufuka miaka mingi iliyopita na alikwisha kwenda mbinguni, lakini tunakumbuka ya kwamba tulikombolewa, ya kwamba hii neema ilishafunuliwa ambayo inatufundisha kukataa ubaya na tamaa zote za kidunia, ili tupate kuishi kwa kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwamba Yesu kilichomleta ilikuwa ni kutukomboa, ni
kututoa katika uharibifu, ni kututoa katika dhambi. Sasa na sisi tunapaswa kama wana wa Mungu tujitahidi kuitunza hii neema. Kama ukishaokoka, ukishampokea Yesu, basi jitahidi kuitunza hii neema. Usirudi tena katika dhambi, usirudi tena katika tamaa za kidunia, usirudi tena kutenda ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo utakuwa unaitumia kikamilifu neema. Kumbuka ilitolewa mara moja na Yesu, naye aliigharamikia hata mauti ya msalaba ya kudharauliwa. Itunze na uitumie vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu inatufundisha kukataa ubaya. Tukilitazamia tumaini letu lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu na maasi, na kujisafishia watu wake, watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Biblia inatuambia kwamba Yesu alikuja akafa akatukomboa, lakini anasema kwamba alikufa ili atusafishe, ili asafishe kanisa, apate kujisafishia kanisa ambalo litakuwa takatifu kwa ajili ya Mungu, kwa ajili yake mwenyewe, ili siku moja waweze kurithi ufalme wa mbinguni. Maana lengo na tumaini la kuokoka kwetu ni kurithi ufalme wa mbinguni. Mwalimu wa asubuhi alijaribu kudokezea kwamba ni vema sana kwa ukishaopokea wokovu utunze, usitumie vibaya, usiendelee kuja mahali hapa unaendelea kufanya uovu, kwa sababu utakuwa huitumii neema ya Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bali unapaswa kuitumia neema ya Mungu vizuri, ukijua kwamba umekombolewa kwa damu ya Yesu. Haikuwa rahisi mpendwa. Yesu alitoa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia hapa wale walio na juhudi katika kutenda mema. Kumbe kutenda mema sio kazi rahisi. Ni kazi ambayo unapaswa kuwa na juhudi. Uwe na juhudi katika kutenda mema. Uwe na juhudi katika kumtafuta Mungu ili akusaidie kutenda mema. Tunafanya mema, tunaishi maisha matakatifu ya kupendeza, tunautunza huo wokovu kwa juhudi, kwa kumtafuta Mungu, kwa kufunga na kuomba, kwa kufanya yote yanayopaswa kufanya ili kwamba tuweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Biblia katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa kwanza, fungue pale Waebrania 12 mstari wa kwanza. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuiweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba, akaidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuitumia vizuri neema tuliyopewa ambayo Yesu alifunua. Hapa Biblia inatuambia kwamba sisi nasi kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi, maana yake sisi tuliokoka, kila mtu anatutazama, anatuangalia, je, ni kweli hao wameokoka? Basi na Biblia inatuambia kwamba sisi kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, basi na tuweke kando kila uharibifu, kila dhambi na kila mzigo ambao tuzika kwa upesi, na kisha tupige mbio kwa saburi. Yaani tuendelee kumtafuta Bwana Yesu, tuendelee kumcha yeye, huku tukimtazama yeye. Yeye alidharau
namna alipoteseka Yesu, kuviliwa msalabani akiwa hana nguo yoyote, aliteswa mateso makali. Hebu tambua hii neema haikuwa rahisi mpendwa, ambao kama tungeambiwa wewe usingeweza. Hebu itumie vizuri hii neema, haikuwa rahisi. Yeye alivumilia, akadharau kama ni bora nife, ni bora niteseke, lakini hao wanadamu waokolewe. Itumie vizuri mpendwa, itumie vizuri. Na ni moja tu, ikishapita imepita. Ndio maana siku hiyo ikishafika hakutakuwa na kujitetea, hatutakuwa na kusema chochote mbele za Mungu. Kila mtu atapokea. Asubuhi tumefundishwa kwamba tutapokea hukumu ya mema na hukumu ya mabaya. Kama utenda mema utapokea hukumu ya kuingia katika ufalme wa mbinguni, na kama utenda mabaya utapokea hukumu ya kwenda kudharauliwa kwenye moto wa milele na milele jehanamu. Hii ni hasara kubwa. Itumie vizuri. Leo nataka nikutie moyo, itumie vizuri neema uliyopewa, usichezee. Kuna wengine upenda nikuambia hapa, kuna watu wanatamani kuokoka lakini hawawezi. Anajaribu kujitahidi kuokoka lakini anashindwa. Wewe uliyepewa neema hii, itumie vizuri. Itumie vizuri. Maana Mungu amekuokoa, akakupa na Roho wake Mtakatifu. Mtunze sana Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye atakayekusaidia kumrithi ufalme wa mbinguni. Usipokuwa na huyo, Biblia imesema hutakuwa wa Mungu, utakuwa sio wake na utaishia hapa duniani. Na matokeo yake hii neema ya Mungu ambayo Yesu Kristo aligharamikia msalabani kwa mateso makubwa, wewe haitazaa matunda kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ila ukitumia vizuri kwamba nimeokoka leo, ukijua kwamba mimi nimeokoka, mimi nimeokolewa na Yesu, sasa napaswa kutenda matendo mema, napaswa kujitenga na dhambi, jitenge na kila uovu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili nataka nikukumbushe, kumbuka katika ulimwengu wa sasa ambao unaendea mwisho, shetani ana hila nyingi. Kama unaandika, anatumia hila nyingi. Kuna hila nyingi sana za shetani ambazo anazitumia katika ulimwengu wa sasa. Lengo ni kukuangusha. Lengo ni kukufanya usiweze kuitumia vizuri. Usijue neema kwamba nimeokolewa kwa gharama kisha ukaitumia vizuri. Atakuletea vikwazo. Biblia imesema katika Mathayo, nadhani wiki moja iliyopita tulisoma kwamba katika hizo siku za mwisho wengi sana watajikwaa na kuanguka. Usiwe mmoja wa wale watakaoanguka kwa jina la Yesu. Usiwe mmoja wa wale watu watakaojikwaa, bali uitumie vizuri hii neema uliyopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Itumie vizuri. Hila za shetani zipo. Anatumia hila nyingi tu kulingana na level uliyopo. Kama wewe ni baba, ni mama, nyumbani na familia yenu, atakuja katika familia, ataleta makwazo kwenye familia. Analeta kutokuelewana, analeta mtafaruku. Baba na mama mwelewane. Kuna vurugu katika nyumba. Kukaa vurugu katika nyumba, Mungu huondoka mahali pale. Na Mungu akishaondoka kwenye familia yenu, basi neema ya Mungu haipo kwenu. Na akirudi wakati huo, mbingu hamna. Bwana Yesu asifiwe. Tambua hiyo ni hila ya shetani. Kwa hiyo katika familia, ukawa na familia, jitahidi kutunza amani. Jitahidi kulinda amani ya familia. Jitahidi kujua kwamba wakati wowote adui anaweza kujaribu kupitia familia yako. Anaweza kujaribu kupitia mume wako, akufanya jambo baya. Anaweza kujaribu kupitia mke wako, mkafanya jambo baya, ukaumia moyo, ukikasirika, ukawa na uchungu. Biblia imesema, enyi waume wapendeni wake zenu na wala msiwe na uchungu. Ukibeba uchungu kwa ajili ya mke wako au mume wako, ukawa na uchungu, rafiki yangu nakwambia, Mungu anakuacha. Unakaa huko kwenye neema,
Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hila ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Uwe makini katika hila hii, ushinde kwa kusamehe. Samehe kabisa na uachilie. Utakuwa uko salama. Utakuwa uko salama. Kama ni kijana, utajaribiwa. Utajaribiwa kwenye mambo ya ujana. Dhambi zitakuzinga kwa pesa. Dhambi zinaweza kukuzinga. Ikawa kwazo kuitumia vizuri neema. Kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya hiyo dhambi, lakini ukazidi kubaki huko, akazidi kukufunga. Uwe makini, hiyo ni hila ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa makini, shetani anatumia mbinu nyingi sana. Tena anawatumia watu walio karibu na wewe. Kama ni kwenye familia, anatumia watu wa nyumbani kwenu kukwaza. Ukishaweka moyoni mkakanao, unaikosa neema, unakosa Mungu. Maana Mungu akiki mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi kusimama. Kimbia kabisa. Kimbia hila za shetani. Zishinde. Bwana Yesu asifiwe. Katika Luka 17 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: makwazo hayana budi kuja. Makwazo hayana budi kuja, kila ole wake anayaleta hayo. Kwa kisababisho cha makwazo kwa mwenzako katika hii neema. Mtu anaokoka vizuri, mtu amesimama vizuri, hafuka kikwazo. Usiwe mtu wa namna hiyo. Wewe mtu ambaye umeokoka wa mahali hapa Sabarai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hata kama yakija, Biblia inasema hayana budi kuja. Yakija, wewe kama mtu uliyesimama, ende yashinde. Unapaswa kuyashinda. Biblia imesema, Yesu alisema, ulimwenguni mnalo dhiki, lakini jipeni moyo, kwani mimi nimeshinda ulimwengu. Kwa hiyo hatutakuwa na sababu ya kujitetea, kwa sababu Yesu alishinda. Na kwa sababu alishinda akafufuka, na sisi tunapaswa kushinda kwa sababu ametufanya kuwa washindi. Katika hila zote na vikwazo vyote, tunatakiwa tuvishinde, kwa sababu tunajua kwamba haikuwa rahisi. Tulidharauliwa kwa gharama kubwa. Tuitunze hii neema. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumgeukia jirani yako kumwambia, itunze hii neema uliyopewa na Yesu. Na uitumie kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza, pale kuna mlolongo wa vitu ambavyo vinaweza vikakwaza. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakizikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama mwana wa Mungu, Biblia imetaja vitu vingi hivi vinaweza vikawa vikwazo, na vinaweza vikawa moja ya hila za shetani akazitumia. Unaweza ukajaribu kujipima wewe kama mtoto wa Mungu. Je, katika haya yaliyotajwa hapa, je, kuna kimoja wapo? Unaweza tukawa labda kinakuja ukikwaza kidogo, wako hasira kikali mpaka unatetemeka. Tamani kuuliza mtu, hiyo haitokani na Baba, haitokani na Mungu. Uishinde. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hila ya shetani. Anaweza kutumia tu kila jambo. Ukaanza kusema, ukisema maneno fulani unaumiza watu. Yakaumiza watu wanaanguka. Usiwe kikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe hata kama ukikwazo, usikwazike, kwa sababu unapaswa kuilinda neema. Unatakiwa utunze wokovu. Sio
neema hii tu ilitolewa kwa gharama kubwa kama tulivyojifunza, lakini tumekuja kufahamu kwamba kuna hila za shetani ambazo zitakuja kwenye maisha yako. Wewe kama muamini utajaribiwa. Itunze, endelea kulinda wokovu. Ni siku za mwisho, usijikwae mpendo na kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa makini sana. Usijikwae. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, maana ndiko chemchemi za uzima zinakotoka. Sasa kwenye moyo wako unaweza kupata vitu vingi, unaweza kujaza vikwazo mbalimbali, unaweza kujaza vitu mbalimbali vinaweza kutoka, lakini unakutibua moyo wako. Uwe makini mpendwa, kulinda neema hii. Haikutolewa kirahisi. Leo sitaongea mengi, ila tuwe makini. Ujumbe mmoja, neema hii imetolewa bure na Yesu Kristo, na haikuwa rahisi. Ilikuwa ni gharama ya kifo cha mauti, aibu ya kudharauliwa. Yesu amevuliwa nguo, yuko uchi, ametundikwa msalabani mpaka kafa, alichomwa mikuki, aliteswa tangu saa 12 kujiuliza mpaka saa 6, akatundikwa msalabani, akakaa kuanzia saa 6 mpaka saa 9, ndio akafa mwana wa Mungu. Anakufa kwa huzuni, kwa namna gani? Kwa sababu Mungu alimwacha mpaka akasema Eloi Mungu wangu, mbona umeniacha? Akasema ndio, nimekuacha kwa sababu umebeba dhambi za watu, na Mungu hagusi dhambi kwa sababu alizibeba. Na Biblia inasema kwamba Yesu akisha kuhakikisha kwamba yote amekwisha, ndipo alipokata roho. Kwa hiyo yote alilipia mpendo kwa ajili yako. Kila kitu alilipia. Ushindi alilipia kwa ajili yako. Kila kitu alilipia. Kama ni unaweza kukwaza kutokana labda na shida, labda uchumi, ukaharibika, kibali kikwazo, ndugu yangu, Yesu alilipa kwa ajili ya uchumi. Alikufa kwa ajili ya hicho pia. Kila kitu kilitoweza kuleta kikwazo kwenye wokovu wako, jua ya kwamba Yesu alilipia. Unachopaswa kufanya tu kama mtoto wa Mungu, utakutegemea akili yako. Nenda tena msalabani mpendo. Bwana Yesu asifiwe. Rudi msalabani. Ukirudi msalabani, kila kitu kinapatikana. Ndio maana akasema mtazameni mimi mkaokolewe. Ukimtazama Yesu utaokolewa. Hila zote za shetani zikija, hutashindwa, ila utashinda. Utakuwa kama yule mtu ambaye Biblia inasema Yesu alitolea mfano kwamba yeye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua zikanyesha, pepo zikavuma, zikapiga nyumba, lakini nyumba haikuanguka kwa sababu ilijengwa kwenye mwamba. Wewe imani yako umejenga wapi? Katika fedha? Ndio maana Paulo anasema nimejifunza yote, nimejifunza kudhiliwa, nimejifunza kuwa na afya, nimejifunza kubarikiwa, nimejifunza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tumaini lako ni uzima wa milele. Na hilo ndio jambo kubwa ambalo limetakwa kwenye Waebrania na kwenye Tito. Utakwenda kusoma vizuri vitabu ukiwa mwenyewe nyumbani, kwamba tumaini letu kubwa ni uzima wa milele. Ndicho kilicholeta Yesu kwamba atukomboe tuishi maisha matakatifu yoshinda hapa duniani, hatimaye tukaurithi ufalme wa mbinguni. Kwa sababu duniani tu wasafiri na wapitaji. Itakusaidia nini ukapata ulimwengu wote? Itakusaidia nini ukapata vyote, halafu then ukapoteza nafsi yako milele? Linda neema hii, tunza wokovu, usichezee hata kidogo. Kijana, usichezee wokovu. Usikubali mtu yote unajisi mwili wako. Bali tunza wokovu wako. Usikubali mtu yote akutoe wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku ya leo naomba niishie hapa.
niseme mengi, ila linda sana ile hakuwa rahisi. Piga mbio za saburi, endelea kusimama kwa vizuri. Kumbe kuna kikwazo fulani nacho, kumbe kuna kitu fulani shetani anakutega mahali, una mfumo fulani wa kufunga hicho. Ana uhakika kabisa kwamba katika hiyo siku Yesu huyu mtu atamwambia kwamba ondoka hapa kama usikujui. Itakuwa ni hasara. Kama ni vya kusamehe, kama ni vya kushinda mwenyewe shinda, kama ni vya kukemea, ili uitunze hii neema, maana imetolewa kwa gharama kubwa sana. Mungu awabariki sana. Tuwezi tusimame sasa hivi, twende tumwambie Bwana Yesu atupate changamoto katika kuitunza hii neema. Unakutana changamoto, kuna hila fulani zinakukuta, kuna hila fulani zinakufanya unataka kuanguka, unajikwaa wakati mwingine. Usijikwaa, mwambie Yesu akusaidie. Yupo Bwana Yesu awezaye kutusaidia kutunza wokovu. Wokovu ni wa thamani sana. Hakuna kitu cha thamani kama wokovu. Bora kunyime kila kitu. Lakini Yesu mpate. Kwa nini wokovu wa msingi ni wa thamani kubwa? Na hatimaye kusaidia kwenda kuingia katika ufalme wa Mungu. Kila mmoja kwa nafasi yako, twende mbele za Mungu ukikumbuka kama umekombolewa. Tunasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo. Yesu ulijitoa, ukaidharau mauti ya msalaba, ukaidharau aibu. Yesu kashuka, ulitemewa mate, ulitoa kuki ili kunitafuta mimi. Asante Yesu, asante Yesu kwa msalaba, asante Yesu kwa sababu ulijitoa, asante Yesu kwa sababu ulichukua dhambi zetu, asante Yesu kwa sababu ulichukua masikitiko yetu. Asante Yesu, usiku Bwana ukatusaidie tukazidi kusimama na wokovu, tukazidi kusimama na hii neema uliyoifunua. Yesu tusaidie Bwana, katika jina la Yesu. Saidie baba huyu, saidie mama huyu, saidie kijana huyu, saidie binti huyu. Bwana msaidie mtoto huyu, saidie kila mmoja wetu Bwana, tukazidi kuilinda neema hii, tukazidi kutunza wokovu Bwana, kwa jina la Yesu. Kwa sababu tusaidie Roho wako Mtakatifu akatuongoze, akajae ndani yetu Bwana. Tusaidie Yesu Kristo, kila mmoja aliyeko mahali hapa akapokea kipawa chako cha Roho wako Mtakatifu, ili kwa huyo Bwana akatufundishe na kututia kweli yetu, akatufundishe na kututia kweli yetu, tukazidi kusimama. Maana umesema na hapo utakuwa na njia kuu, na utaitwa njia ya utakatifu. Wanasimba watapita juu yake, waovu watapita juu yake, bali itakuwa ni kwa ajili ya hao walio watakatifu. Bwana tusaidie Bwana, tukazidi kusimama katika wokovu, tukazidi kuingia katika mlango ulio mwembamba, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, asante Bwana, kwa sababu tutusaidia. Kila mmoja atasimama katika neema hii, kila mmoja atasimama kukutumikia wewe, kila mmoja atasimama kukupendeza wewe kwa juhudi zote, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Yesu, kwa sababu umesema nasi, kwa sababu umesema na kanisa lako, kwa sababu umenifundisha kama yule Bwana. Nisaidie niweze kusimama siku zote, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu hai. Baba nakushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuipatie neema hiyo ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba kusoma vizuri. Na hakuna mtu ambaye anayetazama na dunia kama mtu ambaye anaokoka. Yaani watu wengi wanakuangalia, ukiteleleka kidogo tu, kumbe kuokoka ni namna gani, tena na mambo na wanaacha kabisa. Yaani kuna watu ambao wanatiwa moyo kwa maisha wanaoishi, wanasema
hebu na mimi bwana niamue kama Susuma pale, naona maisha yake ni mazuri, kwa hiyo ni mazuri, lakini ukitereka kidogo tu unasema kama wokovu na mimi siokoki. Kama ni kunywa nitaendelea kunywa, kama ni kutukana nitaendelea kutukana. Kuokoka namna hii. Kwa hiyo tunapowazia watu wengi kuja kwa Yesu. Kwa hiyo kusimama ni jambo la muhimu mno, kwamba wewe ulilipiwa gharama. Yesu alikutoa mbali. Tafakari maisha ambayo ulikuwa unaishi, alikutoa mbali. Kwa hiyo nakutia moyo, simama imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tumisha Mungu akubariki kwa ujumbe wa siku ya leo. Tunatia moyo kuendelea kuimania neema ambayo Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafurahi tunapoona wageni wakitutembelea.